Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya miito ndani ya kanisa kwa namna pekee, miito ya utawa katika shirika letu la jimbo la Bikira Maria Malkia Mtume wa Mbeya. Nianze kuwapongeza masista wetu, Mama Anusiata Ansika kwa kutimiza miaka 50 ya utawa wake. Pamoja naye tunawapongeza mama zetu Sister Rosina Mwashimama na Sister Stella Magego kwa kutimiza miaka 25 ya utawa wao. Hongereni sana. Ni hatua kubwa walifikia katika maisha na utume wao, na hivi kuna sababu ya msingi kumuinulia Mungu sala hiyo ya shukrani. Asili ya utawa ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anaita, mwanadamu anawajibika kuitikia. Neno wito linatokana na neno kuita. Kumbe wito ni mwaliko ambao Mungu anautoa kwa binadamu na unamfikia yule binadamu moyoni mwake, akilini mwake, ili aweze kuishi maisha ya mtindo fulani au kazi ya aina fulani aweze kuifanya. Zitatanzika kama Shimara Zina Istamwalio tena kwa nyakati tofauti katika kipindi chao cha maisha. Tangu Mungu alipowaumba na kuzaliwa na wazazi wao, walisikia sauti hiyo ya Mwenyezi Mungu, kama ilivyo katika Zaburi ya 45 aya ya 10 mpaka 11, na nukuu: sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Naye mfalme anautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Mwisho wako. Kumbe maneno haya kwa nafasi mbalimbali masista wetu yanafikia. Baadaye anza kuwashirikisha walio karibu nao, kuanzia na wazazi wao na ndugu zao, familia huko, kwamba tunasikia, tumeguswa, Mungu anatumisha maisha. Toka pale kwanza mchakato na kujiunga na shirika letu malezi, na leo basi tuko hapa kushuhudia miaka hiyo walioitimiza. Hongera sana mama Sista kwa jubilei ya miaka 50. Hongereni sana masista Rosina na Stella kwa jubilei ya miaka 25. Katika maisha kila mtu ana uhuru kamili wa kuchagua maisha ya kudumu anayovutiwa kuyaishi na kuyazingatia. Maisha ya utawa wito wa pekee ndani ya kanisa. Ukiacha ule wito wa jumla, tumeitwa sote kumjua Mungu, kumpenda, kumtumikia katika ndugu zetu, ili siku moja tuweze kuirithi heri ya milele mbinguni. Wito ambao umefikiriwa bure tangu kubatizwa. Ndani ya wito huo wa jumla, Mungu anaendelea kuita watu moja moja kwa ajili ya huduma ya pekee, huduma maalum, huduma utawa, upadre na kadhalika.
kusisitiza muungano na Mungu kwa njia ya sala, kwa njia ya fikra na kwa njia ya kazi au utume mbalimbali katika kazi. Katika hili masista wetu wa Kigiriki kwa hiari yao waliamua kuacha kuolewa ili wawe huru kabisa katika kushuhudia upendo wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote bila ubaguzi. Na hivi tunawashukuru wazazi wao wengine washatangulia mbele ya haki, wapumzike kwa amani. Tunawashukuru pia familia zao, koo zao ambao hawakuwa kizuizi kwa sauti hiyo ya Mungu walioisikia wakati huo. Na leo tumekuja katika parokia hii ya Ilango, ndio nyumbani kwao masista. Tarehe 29 mwezi uliopita tulikuwa pale Waskofuni kabisa kula kijimbo Ilango, kulikuwepo wa kutosha na mazuri, tuwasherehekea pale kijimbo, lakini bado watoshi. Wamerudi nyumbani kusema asanteni Wakristo, asanteni wazazi wetu, asanteni majirani, asanteni wanakijiji, asanteni Wanakatoliki Uleji, asanteni na wote ni mapenzi yenu. Kumbe kushukuru hakuna kikomo. Na hivyo kwa busara kabisa tunamshukuru Baba Paroko kwa jinsi alivyofanyia hamasa kuwaita nyumbani hapa hawa watoto wake kwa ajili ya kufanya jambo hili jema. Kumbe tunawapongeza Wanailango wote na vitongoji vyake na parokia jirani kwa kazi ambayo imefanya kwa tukio la leo, kumwambia Mungu asante. Kila hatua ya maisha yetu lazima tukumbuke kwamba Mungu ametutendea mambo mengi, hatuwezi kuyaorodhesha. Kumbe tunapaswa kushukuru kila wakati, kila wakati. Kumbe tendo hili ni tendo muhimu. Wanamshukuru Mungu kwa kuwaita katika safari yao ndio ya utawa. Wanawashukuru wazazi ambao waliwapokea na wazaa katika ulimwengu, na pia walitia moyo katika njia. Wanawashukuru na familia na ndugu zao ambao wameweka vizuri. Wanawashukuru mapadri waliohudumu parokia hii nyakati tofauti tofauti, paroko, maparoko wasaidizi ambao wakija likizo basi waliweza kuwatia moyo na kuwasaidia, kuwashauri katika safari yao ya watoto. Wanawashukuru pia masista wenzao wa asili ya parokia hizi za Mungu. Ilango limeta parokia Kongwe, Mizai Ngoma, Mizai Mungu, Mizai Burusi, kuna mama moto mpaka Uyole. Kumbe katika nyakati mbalimbali waliweza kupata waombezi na wasaidizi walioshiriki nao katika kuwatia moyo masista wenzao, mazao ndogo zao, wenzao, dada zao na kadhalika. Wanashukuru wanajumuiya ndogo kwenye maeneo ya familia zao ambao mmeendelea kuwaombea kwa nafasi mbalimbali. Wanashukuru pia wanakijiji cha Ilango kwa jinsi mlivyowatia moyo kwa hatua mbalimbali za maisha yao, kwa kuja likizo, kuwasalimia na kuwakatisha tamaa. Wanashukuru wanakata nzima ya Uleji, watu wote ni mapenzi mema sana, msaada mbalimbali ya hali na mali ambayo iliwafanya masoko mbele. Wanashukuru pia mapadri, ndugu zao, kaka zao kwa upande huu ambao basi katika umoja ule wa kuombeana na kutakiana mema, wengi wao wako hapa. Tunawashukuru pia kwa ajili ya sala na msaada yao. Safari ya wito, ndugu zangu, inahitaji ushirikiano, inahitaji kutiana moyo ndani ya kanisa. Wanawashukuru na mnapokea masista wa daraja yao ambao wametembea kwa pamoja, wamevumiliana, wamesameheana na wameshirikiana. Kumbe pamoja nao tunashukuru masista na kuwapongeza
Sista mliopo hapa Mila Jongo, Sista Getruda Shiriki, Sista Kulana Malila, wengine wa miaka 25. Hongera sana. Wanawashukuru masista wahudumu wa jumuiya za hapa parokiani kazi nzima ambayo imefanya na utume kwenye ukanda huu na kuhamasisha mito mbalimbali. Sista Benedikto, Masista Bikira Maria Malkia wa Afrika, naleta chachu ya uwepo wa kanisa mahalia katika ukanda huu. Wanawashukuru waamini walei wote mliofanikisha tukio la leo, uwepo wenu. Wanawashukuru kwaya kwa maandalizi mliyofanya kufanya liturujia yetu iwe hai, iwe nzuri. Kila mmoja, ndugu zangu, nampa neno la asante kwa kazi kubwa mlifanya kwa tukio hili la parokia. Nimeandika historia wanaelewana kwa historia yenu. Masista wa Migranti 150, wengine wa miaka 25. Historia kubwa. Tunamshukuru Mungu kwa mema. Neno la Mungu tulilolisikia linatuhamasisha na kutia moyo kwa ajili ya mshangao mama zangu hawa wanaoshangaa. Ni kweli nini au mtamwingine? Nini nilifikia hapo? Nabii Isaya 61 aya ya 9. Somo letu la kwanza. Wote wawaonao wanakiri ya kuwa hawa ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Mwisho wa kuna. Mshangao huu wa tangu tulipoadhimisha kule jimboni, tunaendelea kushangaa kwamba hakika watu hawa wamebarikiwa na Mungu ndiye aliyetenda kazi katika safari yao yote bila maslahi yao, na waweze kusimama mahali kama sisi ni bora kuliko watu wengine. Ni upendo wa Mungu mwenyewe amewashika mkono tangu waliposikia na kutika ile sauti yake, na ulimwengu tunaendelea kushangaa. Wote wanaowaona wanakiri ya kuwa hawa ni kizazi kilichobarikiwa. Nabii hayo kati anawatia moyo wa Israeli, taifa teule, walipokata tamaa ya maisha, walipokengeuka na kuacha njia za Mungu. Mungu anawaambia maneno hayo kwamba ndiye ni wadogo kwa mataifa yote, lakini ulimwengu unawashangaa. Kumbe hata baba zetu hawa bila mastahili yao, ulimwengu unashangaa. Kumbe leo na sababu kabisa kumwambia Mungu asante kwa upendeleo wako bila mastahili yetu. Somo la pili, waraka tumepona kwa Wakolosai. Ninawakumbusha wapendwa wetu, basi wakuwa wamekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwa, jivikeni moyo wa neema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkitumiana na kusamehe. Zaidi ya yote, jivikeni upendo. Mwisho waraka wa Wakolosai sura ya 3 aya ya 12 mpaka 18. Ni somo letu la pili tulilosikia leo. Muendelee kuishi hizo fadhila za Mungu, muwe wanyenyekevu, muendelee kuwa wapole, muendelee kuwa wavumilivu. Musiingiwe na sababu ya kuwa na majukumu kwamba sisi tumekuja hapa kutokana na ujanja wetu na akili zetu na uwezo wetu. Mtume Paulo anatukumbusha sisi sote kwa namna ya pekee wa Migranti ukweli, mtego wa kujidai. Endelee kuwa wanyenyekevu ili Mungu azidi kuwainua na kuwasogeza mbele zaidi ya hapo. Somo la Injili waraka wa Mtume Paulo, somo la Injili Injili ya Yohana sura 15. Si mimi nilichagua mimi, bali ni mimi nilichagua ninyi ili mkazae matunda. Kama nilivyosema mwanzo, Mungu anaita na anachagua watu wake. Masista hawa hawakujipendekeza, hawakupeleka kwa Mungu shirikani. Aliwaita akawatoa akawaleta wengi bila maslahi yao, akawajua na kuwapa
mlivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Upendo ndio fadhila kubwa ya Mungu ambapo kuna zingine zinazaliwa kupitia kwao. Ndugu zangu, basi pendo huo ambapo tunapata zawadi ya watawa wetu uweze kuwekwa kwenye matendo kila wakati. Upendo ni utambulisho wa kila Mkristo ambaye anaishi Ukristo wake vizuri na unajidhihirisha kwa kuwahudumia wenzetu kwa bila ubaguzi, kuwahudumia wenzetu wanaohitaji misaada yetu ya kila wakati. Upendo unaunganisha wanadamu, upendo unaunganisha na Mwenyezi Mungu, na kama unaunganisha, basi palipo na upendo na muungano wa kweli na Mwenyezi Mungu, basi tutakuwa pia na moyo wa kuwatumikia wenzetu, kuvutwa na kusukumwa na ile roho ya Yesu mwenyewe ambaye pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu aliacha utukufu wa Baba yake akashuka kwetu kwa utoa binadamu ili tuweze kupona. Na huo ni upendo mkubwa, kujisahau kwa ajili ya watu wengine, weka pembeni shughuli zako, kuwakumbuka wagonjwa, wazee, yatima, wajane, kuwapa faraja, kuwatembelea na kuwasaidia. Wapendwa masista wa Ikilanti, mwendelee kuishi upendo huo wa Kristo katika shirika, katika kanisa. Mdumu kuishi utawa wenu, muwashirikishe wenzenu upendo huo, muwajali watawa wenzenu, muombee kanisa na wahudumu wake. Mwendelee kudumu katika safari hiyo ya utu. Sasa maisha mapya yanaanza mbele yetu, tunawaombea maisha mengi zaidi ya utawa. Wapendwa mapadri mliofika, tuendelee kuwaombea mama zetu hawa, wajubilati na masista wengine wadumu katika wito wao. Wapendwa waamini, pamoja na zawadi mbalimbali tulizoziandaa leo, zawadi kubwa kuliko zote ni sala. Hao mama zetu hawajafika, wamepambana, wamefikia hatua, wameweka kituo, wanatafakari kukusanya nguvu kuendelea mbele. Wanahitaji bado sana sana zetu na majitoleo yetu. Familia tunaposali, wakumbukeni masista. Keni ombe maalum kwa ajili ya mwenzetu wao. Wakumbukeni mabaya, wakumbukeni mabaya, wakumbukeni waumini mbalimbali ndani ya kanisa, ili wasikate tamaa. Wana changamoto zao, wana mambo yao ambayo bila msaada sana naweza kuwezesha kunyuma. Kumbe tuwaombee hao watu. Tumtolee Mungu leo shukrani yetu, tumwimbie wimbo wa shukrani, tenzi wa sifa kwa zawadi ya watawa wetu wa Ikilanti. Tumsifu Yesu Kristo.